hit song. Way back. Shangai ndo anafanyaga hivyo. It's another Muhenga ni vibe. It's another Muhenga hit song on leo ni Wednesday. Yep. Baby. 11 June 2025, going back into time. Bonge la hiti ya zamani sasa. Kama ni mtu, kama ni kundi, doesn't really matter. Are you ready, B? Very. Let's do this. Alizaliwa kisiwani ambako upepo wa bahari ya Hindi hauishiwi kupuliza hadithi za kale. Alikulia mtaani penye harufu ya karafuu na sauti ya watoto wakicheza bao chini ya mwembe. Katika familia ya kawaida yenye heshima kwa mila, kijana huyu alionekana mtulivu, alipitia maisha ya kawaida kabisa. Hakuna aliyedhani kuwa sauti yake ingeweza kuvuka mipaka ya bahari na kugusa anga la kimataifa. Kabla hajajitosa rasmi kwenye sanaa, alikuwa mwalimu wa kemia. Yes, chemistry. Sayansi ngumu ambao wachache huipenda. Mwenyewe nilikuwa na chemistry. Lakini kuna vitu ndani yake kilikuwa kinamvuta kwa nguvu nyingine. Aliposafiri kwenda Uingereza sasa kwa masomo zaidi, ndipo aliposikia wito wa kweli wa ndani, muziki. Katika vikao vya jioni na marafiki alianza kuimba kwa utani, na hapo ndipo sauti yake iliposikika kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ya kipekee, sauti ya pwani iliyovaa midundo ya dunia nzima. Miaka 20 alitoa kazi yake ya kwanza ya muziki. Haikuwa tu ya kawaida, alijenga sauti ya kipekee, mchanganyiko wa dansi ya kielektroniki, dub, afrobeat na midundo ya jadi kama kidumbak na taarab, yote yakiwa yamefungwa ndani ya Kiswahili fasaha. Aliandika kwa lugha ya mama bila kuwa na hofu kama wasikilizaji wa Ujerumani, Brazil au Marekani wangemuelewa. Alijua watasikia si maneno tu bali roho ya muziki wake, yani soul. Na kufanikiwa kupanda katika tamasha la Glastonbury nchini Uingereza, moja ya matamasha makubwa zaidi duniani. Wimbo huu wa Kiswahili ndio wimbo pekee kuingizwa kwenye soundtrack ya mchezo maarufu duniani Grand Theft Auto GTA, katika ulimwengu wa michezo ya video ambapo mamilioni ya watu hutumia masaa kusikiliza muziki huo. Sauti yake ikawa sauti ya Afrika inayotambulika bila tafsiri. Licha mafanikio hayo, yeye usalia kwa mnyenyekevu. Anapokuwa jukwani hucheza kwa uhuru, huimba kwa sauti ya kweli na huwakumbusha watu kuwa lugha ya Kiswahili inaweza kusikika kokote duniani, hata katika ulimwengu wa kisasa wa GTA. Anaitwa nani? Nim Suleiman. Na nisingempata. Toka Zanzibari. Ala. Wimbo unaitwa Mingi Mingi au Mengi Mengi? Basi vema.